Yusufu alishtuka na haraka alipiga goti pembeni ya Jeni, akamuinua kichwani. Huku Mariamu na Bi Grace walisogea pale, ambapo Bi Grace alimsukuma Yusufu pembeni huku akimwambia kwa ukali, "Hebu sogea hapa. Unajifanya una huruma wakati wewe ndo sababu ya haya yote." Kisha Bi Grace na Mariamu walimnyanyua Jeni, wakaenda kumwingiza katika gari. Haraka wakamkimbiza hospitalini. Gloria aliteremsha ngazi hadi chini na kwenda kumkumbatia Yusufu huku akimuuliza kwa sauti legevu, "Are you okay?" Yusufu akamjibu, "Yes baby, I'm okay." Gloria akambusu Yusufu shavuni, kisha akaenda jikoni kuangalia chakula kama kimeiva. Ndipo akazima jiko, alafu akarudi sebeni na kuanza kupandisha ngazi kuelekea gorofani, huku akisema, "Baby, nipo kurumu napandisha kwa ajili ya kwenda kunyoosha nguo za kuvaa kesho ofisini." Yusufu akaitikia kwa ishara ya kutikisa kichwa. Na baada ya hapo Yusufu alichukua glasi ya juisi na kusogea kwenye kochi. Mara mlango ukafunguliwa, akaingia Haji, huku Yusufu akaanza kusema, "Oh, brother, karibu." Haji akamjibu, "Hiyo karibu kwangu haina manufaa yoyote kama haunisikilizi mdogo wangu. Nimekuja hapa kwa mara nyingine kukuambia kwamba achana na mpango wako kwa Glory kabla haujafikia hatua ya kujilaumu." Yusufu akamjibu bila wasiwasi, "Naona sasa mpaka umelishika jina la mwanamke wangu Hivi kakaaji, sasa hivi ndo unataka kujifanya kwamba wewe unanijali sana mdogo wako, si ndio Hivi kama kweli ungekuwa unanijali wewe, si ungenipambania ili nifanikiwe katika hiyo njia unaiona wewe kwamba ni salama kwangu?" Haji akasema kwa ukali, "Yusufu, naongea kama kaka yako hapa na sio mtoto mwenzako mimi. Kwa nini unisikilize wewe Hivi ninavyokuambia, kinachokusababisha wewe usinisikilize sielewi ni nini. Alafu kwanza kinachokusababisha wewe uendelee kuwa na huyu jimama ni kitu gani? Kama kazi unayo, maisha mazuri unayo, magari na majumba unayo, unahangaika nini sasa?" Yusufu akajibu kwa kujiamini sana, "Yule mwanamke ana thamani kubwa sana kwenye maisha yangu kuliko hata wewe kaka yangu. Unasema nina mali na maisha mazuri, unajua nimepata vipi?" Haji akamnyoshea kidole mdogo wake huku akimwambia kwa msisitizo, "Nisikilize Yusufu, ninayeongea hapa ni kaka yako. Nasema achana na Glory." Yusufu akacheka kwa dharau na kusema, "Ujue wakati mwingine mchawi hatoki mbali, anaweza kuwa hata kaka yako." Haji alimpiga kofi Yusufu na kumjibu kwa jazba, "Shika adabu yako Yusufu. Mimi kaka yako naweza kuwa mchawi kwako wewe? Ina maana yule jimama amekuzua akili kiasi hicho?" Yusufu alijishika shavuni na kuinamisha uso chini huku akisema kwa hasira, "Kaka, umekuja nyumbani kwangu unipiga, si ndio? Aya, sawa basi, nenda. Lakini kawaambie wote huko, hata muungani kunitenga kwenye ukoo,
mimi nitamuoa Glory. Haji akasema kwa jazba zaidi, tutaona kama hilo jambo litafika kokote kule. Si tupo hapa, nakwambia tutaona. Alafu akafungua mlango na kutoka zake. Wakati huo Yusufu anaongea peke yake. Nimeshaamua na sirudi nyuma. Nitamuoa Glory ili maisha yangu yaendelee kuwa kama yanavyotakiwa kwenda. Mariamu na Bi Grace wakamfikisha Jeni katika hospitali ya Kairuki, ambapo baada ya vipimo vya awali iligundulika kuwa Jeni amepata jeraha kubwa ndani ya ubongo. Ikabidi haraka wapewe rufaa. Ndipo Jeni akakimbizwa katika hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi. Hivyo Jeni alipokelewa pale na kuingizwa katika chumba cha ICU. Wakawa wanafanya vipimo, ikiwa wakati huo Mariamu kule nje analia kila anapokumbuka jinsi alivyomfumania mume wake, akiwa pamoja na shoga mami Madam Safina. Wakati huo Queen na Mr. Jerry wakawa ndo wanaingia ndani. Wakamkuta Sara yupo jikoni anapika. Hivyo walisalimiana naye, kisha Mr. Jerry akaelekea gorofani. Na hapo ndipo Queen alipomsogelea mama yake, akaanza kumwambia kwa sauti ya chini sana, mama, hivi ujue baba anakupenda sana, pia ana wivu mno kwako. Sara akatabasamu na kusema, Queen, hebu toka hapa. Ni vitu gani hivyo unataka kuniambia mimi mama yako? Ni wewe. Queen akasema kwa sauti ya chini zaidi, Dadi leo kaniambia kwamba kuna sehemu amemwona mama yangu ameshikana mkono na kijana ambaye yeye hajamfahamu, pia ile hali hajaielewa. Sara alishtuka kusikia hivyo. Alafu Queen akacheka na kuondoka zake. Wakati huo Sara akawa ameanza kufikiria, natakiwa kuwa makini asije akagundua kuwa ninampenda kijana kuliko hata navyompenda yeye. Siku ya pili asubuhi, mara baada ya Glory kuingia ndani ya chumba chake cha ofisi, ghafla na Haji akaingia ofisini mule, ambapo Glory alishtuka na kusema, Haji, umenifuata hadi huku? Sikutegemea kama ungenifuata hadi ofisini kwangu. Nilifikiri kwamba utakuwa labda umeshapasahau. Karibu. Haji akamjibu kwa jazba, nyoka mkubwa wewe, unaona ulivyonimaliza mimi haitoshi, sasa unataka kummalizia na mdogo wangu, si ndio? Ushetani ambao mimi ulinifanyia haujaridhika bado, unataka ukaumalizie kwa mdogo wangu. Familia yangu imekukosea nini wewe Glory? Glory akacheka kwa dharau na kusema, Usiseme familia, kwa sababu wakati mimi naanza mahusiano na Yusufu sikutambua kama yule ni mdogo wako. Pia futa kauli yako ya kuwa mimi nilikufanyia ushetani. Ule ni umapepe wako wewe mwenyewe. Wakati ule ambao mimi nilikuwa nakutaka, yale yaliyokukuta uliyataka wewe mwenyewe ya kukute. Haji akamnyoshia kidole Glory, huku akimwambia kwa msisitizo, Glory, naomba uachane na mdogo wangu haraka sana, tena ikiwezekana sasa hivi. Glory akamjibu kwa kujiamini mno,
Yusufu simwachi na nitaolewa naye. Haji akamjibu kwa kujiamini mno, labda kama mimi siyo Haji Isa Lunza, ndipo mdogo wangu atakuoa wewe, lakini kama mimi ndiye nililala tumbo moja na Yusufu, na kuambia Glory, hauolewi. Glory akamjibu, mbona kama una wivu? Mbona kama una wivu sana wewe? Kisha Glory alimsogelea Haji na kumshika shavuni, huku akimwambia kwa sauti legevu, nisikilize Haji, najua sasa umeshakuwa, wala sio mtoto tena kama ulivyokuwa kipindi kile. Bila shaka unajitambua na hauniogopi tena. Basi nafasi yako ipo nafasi kwa ajili yako. Naweza kukupenda hata wewe pamoja na mdogo wako. Tena mdogo wako asiwezi kugundua chochote kile kuhusu mimi na wewe. Haji alimsukuma Glory huku akimwambia kwa hasira, hebu usinisogelee hapa shetani mkubwa wewe. Nitapambana mpaka mdogo wangu asiingie katika mtego wako. Na yani wewe mwanamke wewe, jiandae kunyooka. Huo mtego wako hatoingia Yusufu, baradhuri mkubwa wewe. Akamalizia kwa kufyonya, na ndipo akaondoka, huku Glory akiwa anacheka kwa dharau. Muda huo Ana akawa yupo kitandani na mume wake Yusufu, akiwa anamwambia, mume wangu, mimi kuna kitu nimefikiria. Ujue sioni kama sahihi mimi ninakwenda ofisini alafu unabaki hapa nyumbani. Na kama unavyojua kesho baba na mama wanaondoka. Hivi ni kwa nini na wewe nisikuajiri pale ofisini kwangu, ili tuwe tunafanya kazi pamoja? Awe unasemaje katika hilo? Joseph akasema, ni sawa kabisa mke wangu, mimi nimekubali, nipo tayari. Ana akasema, basi sawa, nitazungumza na mwanasheria wangu, atatengeneza mikataba ili ndani ya wiki hii uanze kazi. Nataka kupatia kitengo cha kusimamia magari yote ya kampuni. Joseph alitabasamu na kumbusu mke wake katika paji la uso, ikiwa wakati huo Ana anafikiria, sasa nipo tayari kupambana na Faraji. Siwezi kurudisha hizi mali, anisamehe sana mdogo wangu. Najua Joseph akiingia pale ofisini, pia Junior tayari yuko pale. Nikijipanga na mwanasheria wangu Alkama, basi kila kitu kitakuwa kimeisha. Najua kumweka baba Peter pale ofisini nitaongeza nguvu upande wangu. Baada ya hapo, Ana alifumba macho na kulala. Sugar Mama.